Udhibiti ubora wa shule ni mchakato wa kufuatilia, kupima na kutathmini viwango vya ubora wa elimu vilivyowekwa na serikali au taifa kwa ujumla, ambavyo ndivyo viwango serikali inahitaji mwanafunzi aweze kuvifikia kwa ajili ya maisha yake, maendeleo yake, maendeleo ya jamii na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Huu udhibiti ubora wa shule haukuanza kwa jina hilo la udhibiti ubora. Kabla ya jina udhibiti ubora ilikuwa ni ukaguzi wa shule. Hii idara ilikuwa ni idara ya ukaguzi wa shule. Idara hii ya ukaguzi wa shule ina historia ndefu sana. Ilianza tangu kipindi cha utawala wa Mjerumani. Utawala wa Mjerumani katika miaka ya 1903 mpaka 1925. Na lengo la kipindi cha ukaguzi wa kipindi cha Mjerumani ilikuwa ni kuwataka jamii au wajifunzaji, yani wapataji wa elimu, kuwa na nidhamu, kucheki nidhamu yao, lakini pia kuwa wasafi na pia kuendeleza utamaduni, mila na desturi za Mjerumani kipindi hicho. Mfumo wa pili ulianza mwaka 1925 mpaka 45. Huu ulikuwa ni chini ya Mwingereza sasa mpaka 45. Lakini pia Mwingereza huyu aliendelea na huu mfumo wa ukaguzi wa shule kwa mwaka 1946 mpaka 1961. Huyu alikuwa bado ni Mwingereza. Ila ilipofika mwaka 1952 kwa mara ya kwanza ndipo aliteuliwa mkaguzi wa shule rasmi. Maana mwanzoni ilikuwa tu ni kama ni wao wenyewe wanafanya, lakini rasmi kabisa kwa Mwafrika ndo aliteuliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1952. Sasa ilipofika mwaka 1961 nchi yetu kama mnavyofahamu ilipata uhuru. Na tulipopata uhuru, elimu tuliendelea nayo, mfumo wa elimu tuliendelea nayo. Na baada sasa ya uhuru, mfumo wa ukaguzi pia ulibadilika kidogo. Maana kabla ya uhuru, ukaguzi ulionekana kuwa ni kitu hasi sana kwa mwalimu. Ulikuwa ni wa kumshambulia mwalimu. Ulikuwa ni tishio kwa mwalimu kipindi hicho kabla ya uhuru. Lakini baada ya uhuru, ukaguzi ukawa na lengo la kumsaidia mwalimu ili aweze kutatua changamoto anazokumbana nazo katika mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji. Hivyo, baada sasa ya uhuru, ilisisitizwa kuwa ukaguzi uendelee kumsaidia nani? Mwalimu, ili aweze kufikia viwango sahihi vya ufundishaji na kufikia maendeleo ya mwanafunzi yaliyokusudiwa. Sasa kuna sheria mbalimbali za elimu za vipindi tofauti tofauti zilizokuwa zikiongoza swala zima la elimu, ikiwemo ukaguzi wa shule. Sasa sheria ya elimu namba 25 ya mwaka 1978, hiyo ndio sheria iliyokuja kuimarisha zaidi ukaguzi wa shule. Na muundo wa ukaguzi wa shule ulikuwa ni ngazi ya wizara, ambapo alikuwepo mkaguzi mkuu wa shule. Baadaye kulikuwa na ngazi ya kanda. Kwanza huyu mkaguzi mkuu wa shule wa ngazi ya wizara alikuwa na vitengo, ambaye alikuwa na mkurugenzi msaidizi utawala, mkurugenzi msaidizi upande wa shule za msingi, mkurugenzi msaidizi sekondari na mkurugenzi msaidizi vyuo vya walimu. Chini yake sasa akawa na kanda, kukawa na kanda. Kanda ambapo alikuwepo mkaguzi mkuu wa kanda na mkaguzi mkuu msaidizi wa kanda pamoja na watumishi mwega, lakini pia kulikuwepo udhibiti ubora wa shule wa kanda ambao jukumu lao ilikuwa ni kukagua shule za sekondari. Hili tokana na kipindi cha Mwingereza, niwarudishe kidogo.
Ukaguzi wa sekondari pamoja na vyuo ulikuwa unafanywa na makao makuu mwanzoni kabisa. Halafu huku ngazi ya chini ilikuwa inafanywa na shule za msingi tu, ngazi ya wilaya. Kwa hiyo ilipofika kipindi cha utaifishaji, shule zote za serikali na za mashirika zilipotaifishwa zikarudi serikalini. Kwa hiyo ukaguzi ikabidi na wenyewe sasa madaraka yarudi mikoani. Kwa hiyo ngazi ya kanda ikawa inakagua sekondari na vyuo. Halafu ngazi ya wilaya ikawa inakagua shule za msingi tu. Hicho ni kipindi cha ukaguzi wa shule. Lakini baadaye sasa katika kutekeleza hili jukumu ilionekana kuna mapungufu kwenye ukaguzi wa shule. Kwanza mpungufu namba moja, ukaguzi wa shule ulikuwa unafanywa na mamlaka moja tu, ambao ni wakaguzi wa shule peke yao. Wao wakaguzi wa shule tena hao wa nje walikuwa naondoka, ndio watatoka hapo ni wao na shuleni moja kwa moja, na walikuwa na kaukali kidogo. Kwa hiyo ule urafiki wa mwalimu na mkaguzi haukuwepo. Lakini pili, hapakuwa na vigezo vya ubora vinavyoweza kusaidia kufikia viwango vya ubora vilivyokusudiwa. Kutokana na hayo sasa, ikaonekana kuna haja ya kubadili namna ya kuzikagua hizi shule. Ndipo hapo ulipoanzishwa udhibiti ubora wa shule. Sasa niende moja kwa moja kwenye udhibiti ubora wa shule. Udhibiti ubora wa shule ni mchakato wa kufuatilia, kupima na kuitathmini shule kama imefikia viwango vya ubora vilivyokusudiwa na wizara au na serikali kwa ujumla kwa nchi husika. Kwa hiyo hii tuseme ni program ya tathmini iliyopangiliwa na iliyowekewa utaratibu wa kubaini uendeshaji, ukuzaji na viwango vya nini? Vya ubora wa elimu. Huo ndio udhibiti ubora wa shule. Sifa kubwa sana ya udhibiti ubora wa shule ambayo inatofautiana kabisa na ukaguzi wa shule wa mwanzo ni ushirikishi. Huu udhibiti ubora haufanywi na mamlaka moja. Kuna mamlaka zaidi ya moja ambazo zinafanya udhibiti ubora wa shule. Tukianza na ngazi ya shule. Katika ngazi ya shule tunazo timu za ndani za udhibiti ubora wa shule ambazo nazo zinatekeleza jukumu la kudhibiti ubora wa shule. Kudhibiti ni kuthibitisha, sio kudhibiti. Kuna watu wanachanganya kudhibiti na kudhibiti. Kudhibiti ni kucontrol. Anaye control quality ni mwalimu mkuu, lakini sisi tunathibitisha kila alichokicontrol yeye. Kwa hiyo ndani ya shule kuna hiyo tunaita internal school quality assurance team, ambao ndio wadhibiti ubora, timu ya ndani ya udhibiti ubora wa shule. Wanafanya shughuli zote za udhibiti ubora ndani ya shule. Lengo kubwa la hiyo timu ni kujipima wao kwa wao na kuona kama wanavyoendesha shule, mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji unaendelea kuzingatia viwango ama standards zilizopangwa na wizara, ama kuna mahala hawaendi vizuri na kukaa kuona namna ya kufanya nini ya kuboresha. Lakini tunayo udhibiti ubora wa karibu na shule. Udhibiti ubora wa karibu na shule huu hufanywa na mtu anaitwa afisa elimu kata. Afisa elimu kata naye hufanya jukumu hilo la kudhibiti. Naye anatumia vigezo karibu kama vile vinavyovitumia wadhibiti ubora wa shule wa nje ya shule. Lakini kuna wadhibiti ubora wa nje ya shule ambao ndio hawa sasa wa nje ya shule waliokuwa wakaguzi wa shule. Na wao wanatekeleza hilo jukumu. Kwa hiyo sasa hivi udhibiti ubora ni shirikishi zaidi, maana hata mzazi anashiriki. Awe ni afisa elimu anashiriki kwenye udhibiti ubora. Maafisa elimu kata wanashiriki. Maafisa elimu wa wilaya, maafisa elimu wa mkoa wanashiriki kwa namna moja ama nyingine kudhibiti ubora wa shule, ili kuhakikisha tu mwanafunzi anafikia vile viwango na malengo yaliyokusudiwa na wizara. Kwa hivyo udhibiti ubora unafanya kazi kwa kuzingatia sheria. Yaani kazi yetu, jukumu letu kubwa ni kusimamia sheria, sera, sheria, kanuni
na taratibu zilizowekwa na wizara, na tunapozisimamia ndizo zinasababisha sasa elimu itolewe vile ilivyo kusudiwa, na tupate wahitimu ama tuipate jamii ambayo inaendana na matakwa ya nchi, kwa mila na desturi, kwa swala la maarifa, yale yaliyopangwa yapatikane kwa viwango vile vile. Hivyo zaidi kabisa sisi tunasimamia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kuweza kufikia malengo. Tunazo nyanja 8 za udhibiti ubora ambazo tunazipitia na tunazipa ubora wake kwa kutumia viashiria vya ubora. Uwanja wa kwanza ni uwanja wa mtaala. Ubora wa mtaala kwa ajili ya ujifunzaji. Kwa hiyo ubora wa mtaala lazima uchekiwe. Lakini pili, tunao uwanja wa pili ambao ni ubora wa ufundishaji na ujifunzaji, ubora wa ufundishaji kwa ujifunzaji mzuri. Na tuna uwanja wa tatu unaohusiana na ubora wa uongozi na usimamizi wa shule. Maana kama ni ubora wa uongozi wa watu, uongozi katika vitu na uongozi wa rasilimali, yani rasilimali zote, usimamizi wa watu, wa vitu na fedha. Lakini pia huwa tunapitia kipengele cha mazingira. Tunaangalia mazingira ya shule, ubora wa hayo mazingira unamwezesha mtoto kujifunza na kufikia makusudio yaliyopo. Lakini tuna kipengele cha maadili, ushirikishwaji wa jamii kwanza, ambayo ni nyanja nyingine ya ushiriki. Tunaangalia ushiriki wa jamii ukoje. Yani tunapozungumzia mpaka ushiriki wa jamii, maana yake jamii na wao ni sehemu ya udhibiti ubora. Maana kuna vitu ambavyo wanatakiwa uvifanye vinavyosukuma mbele maendeleo ya elimu katika shule yao au katika jamii yao. Kwa hiyo kuna ushirikishwaji wa jamii, na kuna uwanja mwingine unaohusu maadili pamoja na utamaduni wa jamii yetu. Na ubora tunaangalia pia ubora na utumiaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano, na tunahitaji kuona pia mafanikio ya mwanafunzi. Hizi ni nyanja ambazo ni lazima tuzipitie zote wakati wa ufundishaji. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.